ya Mombasa kutoa kandarasi ya ukusanyaji wa taka kwa kampuni ya kigeni kuenea mitandaoni. Serikali hiyo imepinga vikali tetesi hizo, huku ikizindua mpango wa kuajiri vijana 500 watakaotumia tuktuk 41 kukusanya taka mjini Mombasa. Wakizungumza wakati uzinduzi wa mpango huo utakaojaribiwa kwa miezi mitatu, waziri wa ardhi Mohamed Amado na mwenzake wa mazingira Kibibi Abdalla wamekubali kuwa usimamizi wa taka umekuwa kero kwa muda mrefu, huku wakisisitiza nidhamu kwa wakazi wa Mombasa. Zaidi ya vijana 3,000 wanatarajiwa kunufaika na mradi huo. Vilevile wameshauri wakazi kupuuzilia mbali siasa zinazohusishwa na taka. Tatizo la taka lilikuwa donda sugu kwa miaka mingi, lakini kazi ya serikali si kudilidali, ni kutafuta suluhisho kwa yale matatizo yanayowakumba wananchi wa eneo lake. Kwa maana kwa hekima yake gavana tumeweza kukaa pamoja na mawaziri tukapitisha huu mradi, na tunahakikisha mradi utaweza kufanya Mombasa iwe na nidhamu, ambayo department yangu ni kitu ambayo yapigania sana. Nidhamu kwa takataka, nidhamu kwa maji taka, kwa sababu shida ya sewage pia imekuwa ni shida kubwa. Hii itaweza kuileta Mombasa irudi hadhi yake ile ya zamani, iwe ni mahali ambako si watalii tu, mpaka wawekezaji wataweza kumiminika Mombasa waweze kuwekeza. Vijana wingi wako kule mitaani, wengine wanavuta bangi, wengine wanafanya mambo yasiyofaa kwa sababu hakuna ajira ya maana. Kwa hivyo gavana wetu mpenda watu, mpenda maendeleo, amehakikisha kuwa recruit vijana na tunawapatia meaningful employment. Kwanza kabisa nataka niseme tuko katika trial period. Hii ni period ya miezi mitatu ambao tunaangalia what are the teething problems that might come up. Alafu baada ya miezi mitatu sasa tutakwenda full blast.